Na nilipokuja kwenye madhabahu nilikuwa na maisha magumu sana. Maisha magumu? Kisema maisha magumu yakoje? Maisha magumu ambayo nikishika pesa sifanyii chochote. Nilikuwa naonga kila mahali. Lakini sasa hivi Mungu amenipa mke. Na nikupe tu siri. Heshimu madhabahu. Kupe siri ya pili. Wewe kuwa mtoaji tu. Jiungamanishe na madhabahu. Mungu anatenda. Siamini kama mimi ndo huyu hapa leo inaishi. Uamini kama wewe ndo wewe huyu? Siamini. Kuna wakati naweza nikakaa nikamuuliza mke wangu, hivi leo hii ningekuwa wapi? Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo nikijaribu kuyatafakari, Mungu ametenda kwa viwango vikubwa sana. Mmoja wapo alichokutendea kwa kifutaja mawili matatu. La kwanza, Mungu alianza kunipa usafiri. Au ulikuwa huna usafiri? Alikuwa sina. Na ulikuwa unashika pesa lakini ukamati. Mtumishi akaniambia lete lako hapa madhabahuni niombe. Bwana nakimbia. Mimi nimekwambiaje? Uliniambia wewe lete lako, mimi sitabaki nayo. Sitabaki nayo. Sitakula. Maana yake nafufia nguvu ya. Kuna watu mnashika pesa lakini hamshiki pesa. Yaani ukishika pesa unashika makaratasi. Sasa maana yake nikishika pesa yako sichukui hata 100. Kuna mtu alileta mpaka 700, sio alifikiri na kumwambia sina tamaa. Naiombea tu. Maana yake nikishika zile fedha, pesa nairudisha kwako sio pesa, haitakuwa makaratasi, inarudi thamani ya pesa. Unasikika kweli mahali hapa? Baada ya kuleta hiyo pesa, kipindi hiyo bado sina usafiri. Mtumishi alinenea hiyo pesa. Tulivyotoka tujafika nyumbani, kuna mtu alinipigia simu akaniambia nitakupa 1,000,000 ili ukatoe usafiri wako ulio. Nataka nikutamkia, hujaja hapa kwa bahati mbaya. Nataka vitu vikufuate. Nataka simu ikufuate. Nataka simu ya baraka ikufuate. Angalia mtu amekaa pe. Msaidie Mike. Sema amina basi kama unabarikiwa. Ulipotoka hapo ukapata simu. Nikapata simu ya 1,000,000. Ndani ya hiyo wiki Mungu akanipa neema. Tukakaa na mke wangu tukajadiliana. Tuzungushe ukuta. Ukuta nyumbani kwako? Nyumbani kwangu. Ulikuwa hujazungusha ukuta? Bado. Ukazungusha ukuta wiki hiyo hiyo. Baada ya kushika pesa, nikaachilia nguvu ya ufufio. Pesa ikaleta pesa zingine. Ndio. Leo anayetoa pesa zake nafufia nguvu ya Mungu ikalete baraka zingine. Ukazungusha ukuta boma lako? Nikazungusha ukuta na leo hiyo akipita wanasema ndio yeye au ni mwingine au ameuza hapa. Paka wanione hapo nje ndo wajue ndo mimi naishi kwenye hili boma. Natabiri kuna siku watapita karibu na nyumba yako, watauliza hivi ni kwa mama babangu pale? Ataambiwa ndio kwake, ndio kwake. Atasema hajauza kweli pale, hajauza. Maana vitu atakavyovikuta pale ni vitu viwili tofauti. Alikuzoea ukiwa chini, watakuona ukiwa level ya baraka. Mtu mmoja apige kelele, sema level ya baraka inakuja. Leo wanajiuliza ni hapa ni kwa fulani. Wanajiuliza. Sasa na mimi nina uchungu na madhabahu. Nataka kujiungamanisha na madhabahu. Anayefuatia kuweka historia ni wewe. Unajua kuna machozi ya furaha sometime. Kuna machozi ya furaha sometime. Sio machozi ya uchungu, ni machozi. Ndugu huyu alivyokuja alikataliwa mpaka na familia kwao. Ndugu zake wakamkata. Usione mtu analia, ni kwamba ametoka mbali. Huyu ametoka paka kanisani anakokuwa anasali kakataliwa. Yaani vidhiaka. Kuna siku moja alikuwa ananihadisia nikasema haki ya Mungu, Mungu anawatoa watu kutoka mahali. Ndugu zake alionekana, lakini ndugu zake walirudi kwenda kumwomba msamaha. Baada ya Mungu kufanya kitu kwenye madhabahu. Kwa nini kwa kazi fanye? Kwa nini kwa kazi fanye? Kusema Mungu afanye kwako safari hii. Usiwe na roho ya mazoea madhabahu. Wewe nyenyekea tu. Kila ambacho mtumishi anasema wewe fanya. Ili mradi siwe kitu kibaya. Wewe fanya kwa ajili ya Mungu. Mungu ametenda. Mungu amenitoa mbali.
haiwezekani nivae kiatu ya laki kazi ya Mungu isimame.